Karibu sana katika ripoti za Mwananchi Digital, na tukushukuru sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ikiwemo ile ya YouTube, Instagram pamoja na Twitter na website yetu. Hivi leo watu kadhaa wameripotiwa kufariki dunia na wengine kujeruhiwa nchini Syria kufuatia mashambulizi 10 ya anga yaliyofanywa na jeshi la Israeli IDF katika mji wa Dara kabla ya alfajiri ya kuamkia leo. Al Jazeera imeripoti leo Alhamis Aprili 3, 2025 kuwa mashambulizi hayo yaliyofanywa na Israeli yalilenga katika eneo la msitu wa Jubailia uliopo katika mashamba yanayopatikana katika mji wa Dara magharibi mwa Syria. Haya yanajiri siku moja baada ya mashambulizi mengine kulenga uwanja wa ndege wa Hama, uwanja wa ndege wa Damascus na kwenye mashamba yaliyopo mji wa Homs. Hata hivyo, mapema siku ya Jumatano, Wizara ya Mambo ya Nje ya Syria ilitangaza kuwa Israeli ilifanya mashambulizi ya anga katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Hama na kuharibu na kuwajeruhi raia na wanajeshi. Vyanzo vya kijeshi vya Syria viliambia Al Jazeera kwamba ndege za kivita za Israeli zililipua jengo la utafiti wa kisayansi katika kitongoji cha Masakeni Baz mjini Damascus. Vyanzo hivyo pia viliongeza kuwa ndege za Israeli zililenga uwanja wa ndege wa kijeshi wa T4 katika jengo la Homs linalopatikana katikati mwa taifa la Syria. Hata hivyo, mashambulizi hayo yameripotiwa kusababisha majeraha kwa baadhi ya waandishi wa habari waliokuwepo katika eneo la uwanja huo. Sambamba na hayo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Syria imesema kuwa mashambulizi ya mara kwa mara ya Israeli ni jaribio la wazi la kurejesha hali ya kawaida ya ghasia ndani ya nchi hiyo, na kwamba kwa Israeli sio haki na ni jaribio la maksudi la kuiyumbisha Syria na kurefusha mateso ya watu wake. Lakini pia wizara hiyo imelani uchokozi na ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa pamoja na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kushinikiza Israeli kusitisha uchokozi wake na kutii sheria za kimataifa. Kwa miezi kadhaa, Israeli imekuwa ikianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Syria karibu kila siku na kuua raia na kuharibu maeneo ya jeshi la Syria. Israeli ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya Syria kwa miaka mingi wakati wa utawala wa rais aliyepinduliwa Bashar al-Assad kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo uhusiano baina ya vituo vya kijeshi vya Irani ambavyo vinatajwa kama sehemu ya kuunga mkono kundi la Hezbollah la Lebanoni. Vita hivi pia vimeripotiwa kuanzia tangu mnamo mwaka 1967 baada ya Israeli kuchukua sehemu kubwa ya milima ya Golani, lakini pia matumizi mabaya ya hali ya Syria kufuatia kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili kufahamu mengi ambayo tunayapakia kila wakati. Baki nasi.